Day 2 News. We enlighten the dark side. Tumana tuitane siku hii ya leo kama sehemu ya kawaida ya mkuu wa mkoa pamoja na vyombo vyake kuzungumza na Watanzania na hasa wana Dar es Salaam kuhusu maandalizi ya uchaguzi katika mkoa wetu kwa ujumla wake. Mnafahamu kwa dhati kwamba tarehe 29 ya mwezi wa 10 2025 ni siku ambayo taifa la Tanzania litakuwa na uchaguzi wa kuchagua kiongozi kwa maana rais, wa bunge na madiwani, jambo ambalo ni la kawaida kwa kila baada ya miaka mitano. Katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tuna wapiga kura wengi zaidi ya milioni 4 ambao tunaamini kabisa kwamba tarehe 29 ya mwezi wa 10 wote watajitokeza ili kuweza kutumia haki hiyo ya kikatiba kuchagua viongozi wanaowataka. Mimi pamoja na wenzangu tumetoka mbele yenu na mbele ya Watanzania na hasa wa Dar es Salaam kuwaeleza ya kuwa mkoa wetu upo salama sana. Mpaka muda huu maandalizi ya uchaguzi katika vituo vyote, vituo vya kupigia kura, maandalizi yake yamekamilika. Majina ya wapiga kura yamebandikwa katika vituo vyote, na nitoe rai kwa wale wote ambao walijiandikisha katika vituo hivyo kwenda kusoma majina yao yaliyobandikwa katika vituo mama walivyojiandikisha pamoja na vile vituo ambako watakwenda kupigia kura. Zipo taarifa chache katika mitandao ambazo hatuwezi kuzipuuza za jitihada za baadhi ya watu katika vikundi vidogo kuhamasisha kuvuruga uchaguzi huu ambao umepangwa kwa mujibu wa sheria. Ninayo heshima kuwaeleza kuwa wala msiogope jambo lolote, kwa kuwa vyombo vya dola mnaoviona hapa nyuma yangu vimeapa kwa katiba kulinda usalama wa raia na kulinda usalama wa mali zao. Hakutakuwepo hata mmoja ambaye anaweza kumtishia Mtanzania yoyote anayejitokeza kwenda kupiga kura katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na akaachwa akifanya hivyo. Vyombo vya dola havijajipanga kutisha watu, bali vimejipanga kuhakikisha wewe Mtanzania, wewe mwana Dar es Salaam, unakwenda kupiga kura vizuri, unakuwa salama na unaondoka kwenye kituo cha kupiga kura ukiwa salama. Maneno yaliyoko mtaani kwamba uchaguzi huu utavurugika, muyapuuze, kwa sababu nchi hii na hasa mkoa wetu wa Dar es Salaam, vyombo vya dola na Watanzania wote walio na nia njema tutabaki imara kuilinda nchi yetu na kulinda mkoa wetu. Lakini jambo jingine, nitoe rai kwa Watanzania wote na hasa wa Dar es Salaam, Mtanzania mwana Dar es Salaam, kwamba dhana ya kulinda taifa letu ni dhana ya pamoja. Kila mmoja awe balozi katika maeneo yote dhidi ya wageni wote wanaoingia katika mkoa wetu wakiwa wana taarifa za msingi. Inaweza kuwa imetokea watu wamesafiri kutoka sehemu mbalimbali za taifa letu ama za mkoa wetu ama hata nje ya taifa letu kuja na agenda moja kuleta fujo katika mkoa wetu. Balozi sahihi katika mkoa huu ni mwananchi mwenyewe. Day 2 News. We enlighten the dark side.